anayepambana na kaka mwenye tabia isiyofaa na jinsi alivyosimama kwa usahihi kulinda utu wake. Hii ni hadithi ya nguvu na mafundisho. Amina, usimvunje mpaka. Ilipofika jioni, anga lilikuwa limejaa mawingu meusi. Amina alirudi nyumbani kutoka kazini akiwa amechoka, lakini ndani yake kulikuwa na uzito zaidi ya uchovu wa kawaida. Kwa muda mrefu alikuwa akihisi kitu kisicho sawa kutoka kwa kaka yake mkubwa Ramadhan. Ramadhan, ambaye zamani alikuwa ngao ya familia, alianza kubadilika baada ya kupoteza kazi na kuanza kulewa. Alianza kuwa na maneno ya ajabu, kumtazama dada yake kwa macho ambayo Amina hakuwahi kuyaelewa, macho yaliyokuwa na nia isiyo njema. Siku moja Amina alipokuwa jikoni, Ramadhan aliingia kimya kimya. Alimkaribia kupita mipaka ya heshima. Amina alihisi hofu, moyo ukipiga kwa kasi. Lakini badala ya kukimbia au kulia, alijitokeza kwa ujasiri, akamkazia macho na kusema kwa sauti thabiti, open quote, Ramadhan, mimi ni dada yako. Heshima ya damu yetu ni kitu cha mwisho kilichobaki kwetu. Usithubutu kuivunja. Close quote. Maneno hayo yalimgonga kaka yake kama radi. Alitoka kimya, akijua kwamba Amina si yule dada mdogo wa kuogopa. Alikuwa mwanamke mwenye imani na heshima. Amina hakusimama hapo. Alienda kwa wazee wa familia na kueleza yote. Ramadhan akaitwa, akaonywa vikali na kupelekwa kwa sheikh kupata ushauri wa kidini na matibabu ya tabia yake. Miaka ikapita. Ramadhan aliacha pombe, akaomba msamaha kwa familia na hasa kwa Amina. Amina alimsamehe, lakini akaweka mipaka thabiti, akifundisha wasichana wengine kijini kuhusu nguvu ya kusema hapana na kulinda heshima yako bila hofu. Ujumbe wa hadithi: heshima na utu ni ngao ya mwanamke. Watu wa karibu wanaweza kuwa chanzo cha majaribu, lakini mwenye imani na ujasiri atasimama imara. Usiogope kusema ukweli, hata kama dunia itakugeukia, kwa sababu ukweli ndio heshima ya mwisho.